bora sana leo. Siri ni ipi kwa Simba? Kwa nini mko bora sana? Kuna kitu kinaitwa rotation of team. Tumefanya rotation ya kiwanja kutoka Meja Samuyo tumekuja hapa KMC, si ndio? Kwamba tumefanya rotation, kwamba tumekuja KMC hapa na timu inafanya na timu inashinda magoli mengi, si ndio? Kwa hiyo utajiuliza kwa nini Simba kule kunashinda magoli machache, leo hapa anakuja kushinda goli nyingi. Jicho la viongozi, yani jicho limeona. Ila kabla kuja hapa tulihakikisha kumleta Mwamposa kufanya maombi, kwa sababu kuna timu wameuchezea uwanja, umeelewa? Tumemleta Mwamposa, tumefanya maombi mazito, tumekesha hapa na kulia, tumefunga siku 3, tumeomba mapepo yote yameondoka, umeelewa vizuri? Tumeomba mapepo yameondoka, wachawi wameondoka, ilizi zimeondoka. Leo tunakuja kushinda goli ngapi? Goli 4, uwanja msafi. Ulikuwa naeleza wachawi walikuwepo hapa, kwani kuna mpangaji mchawi yupo? Mpangaji kamloga mpaka mwenye nyumba anashuka daraja. Mandala wao wanasema kila mtu ashinde. Nisikilize. Mwenye nyumba anashuka daraja kwa ajili ya mpangaji mchawi. Na ndio sisi tumemleta Mwamposa, tumekuja kufanya maombi mazito. Tumefanya maombi mazito, leo Simba anashinda goli ngapi? Goli 4. Na utakuwa muendelezo. Maneno yamekuwa mengi mtaani huko, mstahili kuchukua tuzo ya timu bora. Imekuwaje tena? Nini? Hebu rudia swali lako. Mbona swali kama zuri sana swali. Maneno yamekuwa mengi mtaani bwana. Wanasema mstahili kuchukua miaka 4 wamedominate. Sasa ngoja kidogo. Swali lako linahitajika ufafanuzi mkubwa tena zaidi. Wape darasa. Ufafanuzi mkubwa. Kuna romance zinaendelea kwamba kuna baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba ndugu zetu kuna baadhi ya mechi wanazifanya nini? Wanazibaka, si ndio? Kuna wachambuzi wanaongea. Wale wachambuzi wameshtakiwa. Wenyewe wanadamu washtaki wakatoa uthibitisho. Sasa jana zile tuzo zilizotoka zile ndo zimeenda kuwaumbua. Nisikilize. Zimeenda kufanya nini? Kuwaumbua. BMT imeumbua Yanga. Yaani unachukua vikombe afu upewe tuzo timu bora. Kwa nini? BMT sio wajinga. Narudia, BMT sio wajinga. Wala serikali sio wajinga, watu wanaona. Hauwezi ukachukua ubingwa wa Buba afu ukae timu bora. Watu wanaiangalia Simba. Simba ukiona imefungwa kweli. Simba ikishinda imeshinda kweli. Na ndio maana BMT wameipa Simba timu bora. Sio wajinga kuipa Simba timu bora. Unaweza kujiuliza swali, kwa nini Yanga na vikombe hajapewa timu bora? Hauwezi kupewa tuzo timu bora. Ushindi wako ueleweki wa mezenguzongu Buba. Yaani vikombe vyako unavichukua vieleweki. Juzi hapa, nyinyi mlikuwepo, nyinyi waandishi, nyinyi msio wanafiki mlikuwepo. Juzi Yanga alifunga goli 2 hapa. Kafungwa goli 2-1 na KMC. Refa kameza penalti 2, nyinyi mlikuwepo, msibishe. Mlikuwepo hapa juzi. Yanga anameza penalti hizo 2. Umeelewa vizuri? Kwa staili ile hawezi kwa timu bora. Yaani hawezi kwa timu bora. Timu bora kama zinashinda goli 4, kina Chama anapiga goli za mnyunyuzio. Na ndio tafsiri sahihi kwamba ndio maana Yanga hajaweza kupewa ile tuzo, kwa sababu ubingwa wake BMT hauelewi. Yaani Yanga anachukuaje ubingwa? Hawaelewi. Ndio maana anampa Simba tuzo. Mandala Chama ameendeleza ule ubabe wake. Mechi 4 mfululizo anakuwa mchezaji muhimu sana kwenye kikosi cha klabu. Sikiliza. Kuhusu tunapomzungumza Chama, tuweni makini. Kwanza epukeni waandishi kumlinganisha Chama na Okelo, ni kosa la jinai. Narudia. Kama unataka uende jela miaka 40, mlinganishe Chama na Okelo jela miaka 40. Epukeni hivyo vitu. Kwa sababu Chama ndio mchezaji mwenye status kubwa katika ardhi za Tanzania. Haijawahi kutokea na wala haitotokea mchezaji kama Chama. Sikiliza, Chama ndio mchezaji pekee miaka 30 Tanzania tunaje kupeleka timu robo finali. Mguu wa Chama tunaona anaipeleka Simba robo finali. Chama leo hii goli la Chama linazungumzwa Ulaya, limewekwa FIFA. Juzi FIFA wameweka goli la Chama, wanasubiria UEFA waangalie goli gani tazidi goli la Chama. Paka leo hakuna goli. Limebaki tu juku la Chama. Leo hii Tanzania ukitoa utalii wa mlima Kilimanjaro, utalii unaofuata goli la Chama. Serikali inamzungumza Chama kila siku. Jana nyinyi mmesikiliza serikali. Waziri mkuu kaongea jana, mlimsikia au hamjamsikia? Alitaja Okelo jana, alitajwa Chama. Bungeni anataja Chama muda wote. Ni nembo ya nchi. Chama kaombea na waziri wa michezo, uraia wa Tanzania, alafu leo hii unyanyue mdomo wako umfananishe Chama na Okelo. Jela miaka 40, kosa la jinai.
jela ubaki Tanzania. Goli leo umeliona lilofunga? Mnyunyizo ile limepigwa hivi. Mnyunyizo kaichopu hivi, yani mnyunyizo. Yaani kama hafungi vile, kama hafungi. Kama mimi nisikilize. Chapesa ilikuwepo. Hii Chapesa ilikuwepo. Ilikuwa tunaangalia game Simba na mechi ya klabu bingwa Coco Beach. Mimi nilisema kwamba Chama kipindi hapo Singida, nilisema viongozi wa Simba tumrudishe Chama. Wana Simba nataka kunipiga viboko. Watu wakaanza kunitukana. Leo hii kila mtu anaamini maneno mimi niliongea. Kwa nini? Mimi napongea football unaelewa. Simba ili icheze mpira inahitajika kiungo namba 10. Nature. Duniani viungo namba 10 wapo wawili tu. Chama na Messi dunia nzima. Sasa tunaweza kumleta Messi. Chama huyo hapo karudi fundi mtaalamu. Ana pia kwenye box tena tani kaingia kule nyuma kaitwa. Yaani Chama ndio kucheza namba 9 wewe. Unafunga na shaka Selemani Mwalimu sikaingwa na nini. Yaani ndio namba 9 unafunga Chama. Tuzungumze tuzo ambazo Chama amechukua mfululizo man of the match. Pengine yeye mwamba hizi tuzo atazihesabu sana. Yeye ndio MVP. Chama ndio MVP msimu huu. Kwa sababu ndio mchezaji pekee anachukua tuzo nyingi, man of the match nyingi kachukua, si ndio? Chama. Yaani kitu sio kijua. Sisi wa Tanzania tuwe na fadhila. Mimi nakwambieni ukweli wa Tanzania tuwe na nini na fadhila. Watu waliobadilisha mpira Tanzania. Azam TV, Simba na Chama, vitu vingapi? Vitatu. Narudia, usicheke. Waliobadilisha mpira Tanzania vitu vingapi? Vitatu. Azam TV, Simba na Chama, vitu vingapi? Kivipi? Vitatu. Kivipi? Kwa sababu Azam TV ameta revolution ya kuonyesha nini? Mpira. Si ndio? Simba ameta revolution ya uwekezaji Mohamed Dewji, sifa ile kwa tajiri. Kawekeza mzigo mkubwa, Simba ameta mapinduzi ya mpira Tanzania. Chama mguu wake anaingiza Simba makundi. Simba na Nkana hajazaliwa kipindi hiko. Hujaona. Simba na Nkana. Mguu wake Chama anaingiza Simba makundi. Dakika 89. Ng'ombe Lusaka Simba na AS Vita kwa mguu wake anapeleka Simba robo finali. Revolution of change of football. Revolution of change of football. Elimu mdogo wangu umekimbia shule. Hamna kitu. Hamna kitu kichwani. Hamna kitu mdogo wangu. Umeona? Kwa hiyo inapokuja swala la Chama kama taifa tunataka tukae tumheshimu Chama na kumfanya nini? Na kumsujudia. Yaani Chama tunataka tumsujudie na kumheshimu kwa swala la kimpira. Au simje kwa mdharau Chama. Yule Okeo sawa sana yule mchezaji wengi leo wa Simba yule nani yule kutoka Simba B. Masinde unaona. Ndio sana Okeo. Lakini Masinde umeona kiwango chake leo? Sasa yule ndio mfanishe na Okeo sasa. Yaani wao ndio waweke na Okeo sehemu moja. Wao ndio wanaweza kafaa sio mfanishe na Chama. Chama maji marefu sana. Ndugu wangu. Maji marefu. Nataka nikuulize swali moja Mandala. Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba huu mwanzo wa goli 4 tutegemea kuziona goli 4 zingine Kigoma. Simba ndio bingwa wa ligi kuu. Nini? Unashangaa Simba ndio bingwa. Kodi tumekupa tumehamia KMC hapo. Hiyo kodi baba. Unaona mashabiki tena wanaanza kumsema vibaya kiongozi. Nani? Wewe nani? Huu mwaka toka mwanzo ulisikia nani kiongozi gani kasema? Na Simba inafungwa. Kwa nyuma pointi 5 dhidi ya Mtani. Nimekwambia hivi Simba ndio bingwa wa ligi kuu. Kodi nimekupa tumehamia hapo. Simba ndio bingwa. Wataka kubishana mimi. Neno moja kuelekea kwa mashabiki kuelekea michezo ambayo inafuata. Mashabiki wa Simba anaenda kushinda michezo yote. Hakuna timu ya kuizuia Simba na kuna namna tunafanya Simba anaenda kuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Shukrani sana Mandala. Mandala aliongea akiwa atoki jasho.